Tuelekee kaunti nambari 1 ambapo familia katika mtaa wa Bombolulu huko Mombasa inalilia haki baada ya jamaa yao kujeruhiwa akiwa kazini. Anthony Juma alivamiwa na nyuki na kuanguka alipokuwa akifanya kibarua cha kukata miti katika eneo la Kizingo mwaka jana. Kwa zaidi ya miezi 6, Juma amekuwa akiuguza majeraha hospitalini na nyumbani, familia ikidai kuwa mwajiri alimwacha baada ya kumpeleka hospitalini. Tunampata Anthony Juma mwenye umri wa miaka 38 akiwa kitandani akiuguza majeraha aliyopata baada ya kuanguka kutoka kwa mti alipoitwa na mkandarasi kukata mti huo, asijue kuwa nyuki zilikuwa hapo na kumvamia. Nienda kasi ya jua kali nikapata ajali ile kupanda mudi. Hiyo mudi nikaanguka kutoka juu. Katika huu mti ulikuwa na branches mbili. Ile branch ya upande ule mwingine ilikuwa ina nyuki ndani. Hasa nyuki wakachomoka kule, wakamvamia huyu Anton akiwa juu ya mti. Walipomvamia katika hali ya kujisupport kushuka, akajikuta ameanguka chini akapata majeraha. Tukio hilo la Oktoba mwaka jana limemwacha kitandani. Hakuna anachoweza kufanya, familia hii ikidai kuwa baada ya mkandarasi aliyekuwa akijenga nyumba kumpeleka hospitali ya Makadara, alitoweka bila ya kugharamia matibabu ya zaidi ya shilingi 400,000. Alichofanya, walitusaidia tu gari, wakasema pelekeni Makadara. Baada ya kupeleka Makadara nitawafuata alafu niweze kuwasaidia. Baada ya kutoka juu nikafunjika mkongo. Sasa nikaenda hosi Makadara. Isitoshe, juhudi za kutafuta haki zimegonga mwamba. Waliripoti katika kituo cha polisi cha Central County ya Mombasa, ila hadi sasa hakuna hatua iliyochukuliwa. Msajiri yule hataki kuwajibika kwa sababu alikuwa hana contract yoyote ya maandishi na Anthony. So tumejaribu kumtafuta lakini naona anahepa. Na nafikiri yote ni kwa sababu ya kwamba hana contract. Lakini muhimu tu ni kwamba alipewa kazi hile na alipanda mti ule akiwa amepewa idhini na tajiri. Tumejaribu mbinu zote kumfikia, kumfuata hata kule nyumbani, lakini wimbo tu ni kuzungusha. Dakika mwisho ukipiga simu ameblock simu. Familia hii sasa inalilia haki na kusema maisha yamebadilika, kwani Anthony ndiye alikuwa mchumia juani na tegemeo kwa familia. Kwa sasa amesalia kitandani na hawezi kutembea. Imekuwa ngumu kulipa nyumba, imekuwa ngumu watoto kwenda shule, na katika hiyo hali amekuwa under medication ya kufanywa physiotherapy, alikuwa akifanyiwa dressing, na katika hiyo hospitali kuna bili tunadaiwa almost 40,000. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa. Kutoka Mombasa.